hapa apati kitu. Wow. Wananiita sukari. Naweza kusema sukari gani nyeusi? Ni sukari guru. Boss Toy, umetambulisha waliopita kwa viwango vya elimu. Ina maana ufundi sio elimu. Umesema unao watu wenye degree. Mheshimiwa, na mimi pia na certificate ya engineering of making wood things. Natengeneza mambo ya viti, majeneza. Nimesoma chuo fulani maarufu sana Mbeya kinaitwa Moravian College. Walikuwa wanachapa namba kile chuo. Kwa na mimi elimu ipo. Sasa mmejaa kwa kweli. Na mimi nimshukuru aliyenivalisha suti yangu. Akasema mwaka huu nitakuwa nakutolea vitu vinavyofanana na wewe. Kwa nashukuru sana. Juzi zimetoka takwimu ambazo zinasema kwanza Tanzania ni nchi ya 11 kwa watu wazuri wenye mvuto. Sioni tukilalamika. Ina maana wote mwenye ni wabaya. Kwa sababu kitakwimu hadi wanasema Tanzania ni ya 11. Sijui wametumia kabila gani kuangalia watu wazuri. Aya, mimi ukiutoa tu weusi kuna kasoro gani? Kwa sababu kama taifa inabidi tupandishe hii chati, ndugu zangu. Tupandishe hii chati. Kama ni wa kununua vipodozi, nunua. At least takwimu zikitoka tena twende hata top 3. Unajua kikawaida ni kama kawaida. Yaani unaweza ukaiona imekaa sawa. Lakini yani nchi kwenye viwango vya uzuri wakaseme wa 11. Wametushinda Kenya, jamani. Hivi vitu kama tusipokaa na serikali vizuri, tukasema jamani tuangalie. Kama mtu mbaya asengenywe. Tumetiana sana moyo kwa muda mrefu. Mtu ni mbaya unamsifia, unasema uzuri wewe hip hop. Hip hop ndio uwe mbaya. Kwa kama mtu mbaya tumseme. Sasa ubaya hapa ndio unaweza ukajua. Unaweza kuwa mbaya kumbe na wewe ndio mbaya. Na hapa Koi alikuwa anaelezea yeye na Clay. Unajua ukitaka kujua kwenye familia, ukiona watoto wanasema sisi watoto wa mama mmoja, ujue hao wote wana akili. Ukishaona kuna mmoja anasisitiza mimi na huyu ni tumbo moja, yani ujue huyu ana shida. Yule mwingine sasa ndo ana akili. Kwa hiyo anamtumia yule ili kuwaaminisha nyie msinione hivi, kuna shida tu zilitokea. Ila mimi na mimi nimetoka tumbo moja na yule. Kwa mfano mimi na dadangu wa tumbo moja yuko kule Temeke. Kuna heshima fulani kwenye familia damu. Yaani hakisha nyumba yenu imetoa hata watu wawili wako da. Sasa hii ni heshima yenyewe huwezi kuijua, ila siku mkifiwa ndio utajua. Wanavyosema tusizike mpaka wadau waje. Kuna hiyo vibe hiyo kwanza unafika kwenu. Umeingia. Afu unajuaga tunaondokaga na hakuna kulala. Kipindi hatujainuliwa maana ndege huwezi kukata ghafla nauli inakuwa bei. Kwa unaondoka na hakuna kulala saa 10 umefika maiti wameweka chumbani chako, chumba cha zamani sasa. Unakuta baba anakupokea mlangoni, usiingie ndani. Mwanangu hapa hamna mchele. Hamna, yani watu hawajala kabisa huko ndani. Kale ka vibe sasa unaingia umeweka sweater hapa. Wakina mama wakikuona kama yule mtu ndo amekufa muda huo. Sio kwamba wanalia uchungu, umefika mkombozi wa matatizo. Sasa kila mtaa ulikuwaga na mama mmoja unakuta anaitwa Mama Sofi. Huyo Mama Sofi ndo anakuwaga anapewa funguo ya chumba cha ambavyo vinakaa vyakula. Sio ndugu yenu. Ila anamjua kila anayekuja. Sasa kuna huyo mama alikuwepo mtaani kwetu kule. Tuliwahi kufiwa. Alifiwa mama, sasa mjomba si ni mama. Kwa hiyo alifiwa mama, msiba ukawa nyumbani. Kwa watu wakawa wakija. Mama Sofi, alitumia ile nafasi vizuri. Anakuitia biki, Eliudi, njoo. Huyu ni nani? Unataja ni shangazi wa Iromba. Anaandika ameleta mchele na sabuni moja. That feeling, yani unajua mnapopokea bidhaa kwa kufiwa. Sasa pale inakuwa sio tena uchungu, kuna kitu kwamba lakini ameacha kitu mwanetu. Sio vizuri. Imewakechisha feeling na mimi mwenyewe ilikuwa hivyo hivyo. Kuna kitu kimoja sote tunajua Bob Marley alikufa. Bob amekufa lakini Instagram ya Bob inaposti vitu. Sasa juzi nimeshangaa wameposti picha Bob anacheza mpira. Comment za watu pale. Yaani wanavyoongea naye kama yuko hai.
Ria man, Rasta gang. So, kwa unaweza kukuta wenyewe wenzie sasa wazee wanaona yani jamaa yuko sehemu anawaandalia makao. Kwa sababu wao wala vitu wanasema kwamba Rasta never die man, will live forever. Sasa mimi ninavyoona comment nyingi natafuta za Watanzania, unamkuta Mtanzania mwenzio, unaenda kwenye picha yake, unajua wale wanapostigi maua. Ni maua kama uyajui, lakini ukiona unajua hili ni jani hili. Mheshimiwa yuko ya serikali inayakataza. Sasa mimi mwenyewe nikasema au hajafa huyu jamaa. Nikamdm na mimi. Nikaandika wagwan man. Nikaona message imekuja imeandika puyaka. Asanteni sana bwana, naitwa Eliudi Samuel.